Ni siku tena nyingine, tunaendelea kujifunza masomo ya vipimo vya maabara. Leo tunaingia somo la 4, platelets. Platelets zikiwa chini au ikiwa juu inamaanisha nini? Ukiona platelets zimepungua au zimepanda, hii usipuuze. Hizi zina kazi kubwa mwilini. Kuna mambo kama 4 tutayazungumzia. Kwanza tujue platelets ni nini. Platelets ni chembe za damu zinazosaidia damu kuganda unapopata jeraha. Lakini jambo la pili la kufahamu, platelets zinaweza kuwa juu au zinaweza kuwa chini. Na zikiwa juu, wakati mwingine hutokea mwili unapopambana na infection au inflammation, au pengine kuna upungufu wa damu wa iron. Lakini pia ziko sababu kadha wa kadha ambazo zinaweza kusababisha platelets. Lakini pia platelets, katika jambo jingine ambalo tunaweza kufahamu ni kwamba zikiwa chini unaweza kupata kutokwa na damu kirahisi. Lakini pia unaweza kuwa na chubuko dogo tu, damu zikutoka nyingi sana. Zikiwa chini uwezo kugandisha damu unakuwa mdogo sana. Unaweza kupata bleeding ya damu, au hata kama jirani dogo damu zitoka kwa muda mrefu sana, hata kwa mchubuko ya kawaida. Lakini pia unaweza kuona kwa damu kutoka puani au kwenye fizi. Hivi vyote ni mambo yanayohusiana na platelets, uwezo wa kugandisha damu. Jambo la 4, sio majibu ya kuangalia peke yake katika hivyo ulivyoangalia, inamaanisha katika vipimo, lakini lazima yaangaliwe pamoja na dalili zake. Kuna dalili za huyu mtu kuwa na platelets, tutaziangalia mbele. Kwa hiyo sio tu dalili pia zinazoangaliwa, ziangaliwe vipimo pia, ili kuthibitisha kwamba hili tatizo ni la platelets kweli. Kwa hiyo ili kuweza kuzuia tatizo hili tutajifunza hapo baadaye kwa ufupi. Lengo letu ni kujifunza kwa lugha rahisi na nyepesi ili kila mtu aielewe. Basi usitafute tafsiri yako mwenyewe kuhusu platelets. Ni kushuka au kupanda kwa hizo platelets tutajua baadaye. Basi ni follow hapo tujifunze zaidi kwa habari za vipimo kwa lugha rahisi kabisa. Asante.